Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 12 mwaka 2023. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili kwa moyo mkunjufu kabisa. Nikukaribisha kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kwa pamoja. Tutazame namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina. Hii ni Toka Zamani TV. Nikukumbushe, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Mwananchi. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni dira mpya taifa, kitanzi kipya kwa wapigaji, vyanzo vya mali kumulikwa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili likiandika Rais Samia ataka mjadala wa uadilifu kwa kipaumbele kwenye dira, akihimiza Watanzania kuwa na ujasiri wa kuhoji watu wenye utajiri usiokuwa na maelezo. Apendekeza mifumo ya haki jinai, sekta binafsi na maadili ya taifa kupewa msukumo. Habari katika ukurasa wa 4. Tahadhari ya ajali mwishoni mwa mwaka 2022-2023. Takwimu zinaonyesha kuanzia Julai 2022 hadi Mei 2023 kulikuwa na matukio ya ajali 1383 yaliyosababisha vifo vya watu 842. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Vibe la MC Mchome mbele ya Rais Samia, habari katika ukurasa wa 12. Simulizi kutoka mahakamani, watuhumiwa walikamatwa kwa sangoma. Kwa mujibu wa shahidi huyo, walikamatwa watuhumiwa hao wakiwa kwa mganga wa jadi katika kijiji cha Limbuli Kaliua, na katika mahojiano Karim Kihundwa alikiri kufanya mauaji hayo na kueleza bunduki. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 19 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika hali yaanza kuwa shwari Katesh, habari katika ukurasa wa 5. Mamalishe mijini wanavyoweza kupaisha uchumi, habari katika ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Pamoja na gazeti Mwananchi mikononi mwangu, nalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni vipaumbele 8 dira ya maendeleo ya taifa 2050, mapambano dhidi ya rushwa, ukwepaji kodi, kufungamanisha miradi ya kipaumbele katika uzalishaji, tathmini ya ufugaji, mchango uchumi mashirika ya umma, kudhibiti viashiria hatarishi, sekta isiyo rasmi kujumuishwa, kudhibiti uchakachuaji mazao, mali bila maelezo kuhojiwa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika taharuki usiku mnene, kuvunjika daraja kati ya Dar Bagamoyo. Habari katika ukurasa wa 2. Askofu Malasusa agemea ukatili wa kijinsia wapakazi wanawake. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti Nipashe limeandika familia ya Profesa Shaba yasimulia ushuhuda baba alivyokata roho. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Adaiwa kuwaua hawara watoto, mgogoro wa mapenzi, vijana wafurahia huduma upasuaji kwa njia ya puto. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika Ten Hag mlango upo wazi Sancho kurejea United. Habari katika ukurasa wa 21. Panga Simba kwa kuta hawa. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Ninalo gazeti Mzalendo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni dira ya Tanzania yenye neema tele. Ni baada ya Rais Samia kuzindua mchakato wa maoni dira ya taifa mwaka 2050. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Makonda ataja mafanikio mengi miaka 62 ya uhuru. Nani ni nani kinyang'anyiro cha uraisi DRC. Rais Samia asamehe wafungwa 2244. Faida madhara ya kula pilipili manga. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Mzalendo limeandika Marechela taifa limepiga hatua miaka 62 ya uhuru. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Marasi mikoa 14 watakiwa kukaa mguu sawa madhara ya El Nino. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili.
na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mzalendo Jumapili ya leo. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, na mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti katakiwa michezo na burudani. Lenyewe limeandika Yanga yaongeza watatu, mabosi waitana mezani, Gamondi awaparamani. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ijayo ligi kuu bara ni Yanga Sports Club vs Mtibwa Jumamosi Disemba 16. Msimamo top 5 ligi kuu Tanzania bara, Yanga ya pili kwa na alama 24 nyuma ya Azam FC ambayo ni kinara akiwa na jumla ya alama 25. Simba ikiwa katika nafasi ya tatu na jumla ya alama 19. Singida ipo katika nafasi ya 4 ikiwa na jumla ya alama 19, wakati KMC ipo katika nafasi ya 5 ikiwa na jumla ya alama 19. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Benchika ana dakika 360 tu, Simba akitoboa hapa fresh. Yanga Azam zijipange, matokeo ikiwa ni Wydad Casablanca 1 Simba 0. Beki na Mungo mzuka umepanda. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kopko yashtuka yajipanga upya, Malale hao Azam tutajuana nao huko. Habari katika ukurasa wa 3. Baresi akubali yaisha Mashujaa. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Rashford Baka wana jambo lao. Klabu ya Barcelona imeanza mipango ya kumnasa mshambuliaji wa Manchester United. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili katika ukurasa wake mbele limeandika EPL leo Jumapili ni Spurs vs Newcastle, mchezo utapigwa saa 1:30. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe limeandika Gamondi tuna kazi kubwa kufuzu robo finali, asema watalazimika kusaka ushindi katika michezo yote, kitu ambacho undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Panga Simba kwa kuta wachezaji hawa, habari katika ukurasa wa 23. Ronaldo afikisha michezo 1200, habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.